Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Habari ya asubuhi. Good morning. Nashukuru Mungu. I thank God kwa kila mmoja ambaye ameweza kuamkia kanisani. for everyone who woke up in the morning to come to church. Mungu abariki kila mmoja ambaye ameingia mahali pale. May God bless each one of you who came in this place. Mungu akubariki. May God bless you. Mungu ajibu haja ya moyo wako. May God answer the desires Mungu of your heart. apanguse machozi May yako. God wipe your tears. Neema na kibali cha Mungu kikawe And juu grace yako. and favor of God be Katika upon you. jina la Yesu In the name of Kristo. Jesus Christ. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Siku ya leo nataka tujifunze This day I want us to learn something. neno ambalo linasema The word that says, Mungu amempatia kila mmoja mabawa. that God has given to each one of us wings. Lazima uamini mabawa ambayo Mungu amekupatia. You have to believe in the wings that God has given you. Mungu ana sababu ya kukupatia mabawa. God has every reason to give you those wings. Kwa sababu Mungu anajua tunaishi wapi. Because God knows where we are living. Mungu anajua maisha haya tulio ndani. And God knows and understands the life we are in today. Na kama angetupatia mabawa, And if He could not give us wings, tungeshindwa. then we would have been defeated. Kwa hiyo Mungu akatupatia And mabawa. therefore God has given us wings. Lakini kupatiwa mabawa But being given ni wings, jambo moja, it is another thing. na jambo lingine kuamini kama ayo mabawa yanafanya And kazi. believing that those wings can work is another thing. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kusema mimi niko hivi, Because someone can stand somewhere and say that I am made this lakini way, hajiamini yeye mwenyewe but he binafsi. doesn't believe in himself. Kwa hiyo asubuhi hii And therefore this morning, amini mabawa believe in the wings ambayo Mungu amekupatia. that God has installed on you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tusoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza. We shall read from the book of 1 Samuel. Ili andiko nimelisoma sana I have read this verse severally na nimelihubiri, and I've preached again and again. lakini namshukuru Roho Mtakatifu But I thank the Holy Spirit ambaye anaturudisha hapo that every time He's taking us back to it na again. kutupatia neema nyingine And He's given us a different grace ya kulielewa. to understand it. And the Bible says that ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu na Yezreeli, na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu waliokuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amini mabawa ambayo uko nayo. Believe in the wings that you are having today. Unajua unapokuwa kiongozi, You know, when you are a leader, sio kama haupitii mambo. it's not like you are not going through challenges. Wakati mwingi watu wanajua unapokuwa kiongozi, Many a times people believe that when you are a leader, unapowaongoza when you wengine, are leading another or other people, wewe ni kana kwamba umevaa chuma. you are like made of iron. Hapana. No. Wakati mwingine So much time, kiongozi hupitia shida. a leader goes through problems. Wakati mwingine Many a time, kiongozi ulia. a leader also
also cries. Wakati mwingine Sometimes kiongozi uchoka. a leader also gets tired. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu watu wengi Because many people, wanapoona unasimama, when they see you stand, watu wengi many people, wanapokuona unatembea, when they see you walk, wao wanakufikiria kwa sura nyingine. they always look at you at a different angle or face. Wanadhani ya kuwa wewe huwezi kulia. They always think that you can never cry. Wanadhani ya kuwa wewe hauna mahitaji. They always think that you have no desires or plans of life. Lakini kiongozi, but a leader, kuna wakati anachoka. there are times when he gets tired. Kiongozi, A leader, kuna wakati there's analia. a time when he cries. Kiongozi, A leader, kuna wakati ambao there's a time anafika he mahali comes to a point anajiuliza, kwa nini and he nikawa questions himself, kiongozi? why am I a leader? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo hapa tunamwona Daudi And therefore we look at David here. amechoka, He is tired. amekata tamaa. He has lost hope. Ni kiongozi He is a leader ambaye alikuwa na watu ambao ni 600 ambao walikuwa wanaongeza, that he was 600 leading about 600 people or army ambao walitoka vitani, that they had just come out of war. na wakati wanatoka And vitani when they had just come out of war, wanaingia katika they mji. get into their city. Lakini walipoingia katika And mji, when they got into their city, kile ambacho walifikiria what they ever thought of sio ndio kile is not walichokipata. what they met. Walipata mambo mengine They met tofauti. things that were different. Lakini kuna jambo hapa But there's something here. ambalo Biblia inasema wakalia wote But pamoja. the Bible says that they all cried. Wakalia wote pamoja. They cried together in a Lakini loud ghafla, voice. But suddenly, kilio kile and that kikamgeukia cry, Daudi. it turned against David. Hawa watu These people, wakakasirika na Daudi. they had rage against Hawa David. watu These people, wanajua vizuri they knew so tulikuwa well pamoja na that Daudi, we were together with David. na vita ilipopiganwa And when we went to fight, Daudi hakukuwepo. David, when the fight was there, David was not Kuna there. wakati katika There's maisha a time in life watu wanatakaga kujiosha na mtu. Bwana they asifiwe. want to escape through someone else. Kuna mtu There's someone, kwa ajili ya mapito yake because of their own temptations hataki and kukubali troubles, they don't want to accept mapito yake, their challenges. hataki They kukubali don't want to accept uchungu the anaopitia. pain they are going through. Anatafuta mtu They are finding someone mwenye atamlaumu, that they want to blame, mwenye atammwagia. that they want to pour on them. Na hivyo ndivyo ilivyo dunia. And that is how the world is. Mara nyingi kuitika Many a times accept jambo ili uweze kupigana nalo, that you may be able to fight. mara nyingi unakutana lawama. You find there is blames. Utampata mtu You meet someone, anafanya ukahaba pale, maybe he's doing prostitution out there. ukimuuliza When you ask them, kwa nini unafanya hivi, why are you doing this? atakwambia mama They yangu tell you that my mother hakunichukua did not take me kunijali. and even took care of me. Nilipoona tabia ya mama And when I yangu looked at the akipiga vita maisha yangu, behavior of my mother was nikaenda fighting my barabarani. life, I decided to go Lakini the road, the ukijiuliza, streets. fujo ya mama And then we begin asking na ya ourselves, wewe kwenda the barabarani, troubles of my mother and I vinapatana went to wapi? the streets. Where are they meeting? lawama. Blaming. Watu wengi wanajiosha. So many people are putting blames on others. Unaweza kutana mtu You meet someone, hakusoma, he didn't go to school. ukimuuliza mbona hukusoma, If you ask them, why didn't you go to school? atamlaumu You mzazi, begin to blame their parents. atamwambia Tell wazazi my parents, hawakuweza they were kunisomesha, not able to take me to school. hawa wazazi These parents, ndio wamenifanya niwe jinsi they are the nilivyo. ones who have caused my problems. Lakini utaenda kutana, But you'll meet kuna someone, mtu ambaye hakusoma kama wewe, there's someone who never went to school like lakini you, alipigana but vita he fought a good war na anaitwa bosi and he's mahali, called a boss somewhere. lakini wewe But you, unalaumu mzazi. you're blaming your parent. Kwa hiyo kunakuwa na hatari, And therefore becomes danger. mara nyingi watu hawakubali. So many people don't accept. Hawa wako pamoja na Daudi, These people are together with David. hata Daudi amepitia yale And mapito, in fact, David has gone through the familia same. yake His imechukuliwa, family has been captured. lakini But wanamlaumu. they are blaming him. Na katika ile lawama, And in this blame, kwa sababu yeye ni kiongozi, because he's the leader,
wakaamua kumpiga mawe. Then they decided they wanted to stone him. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, Daudi akajitia moyo. David encouraged himself in the Lord. Katika Bwana. In the Lord. Zaburi ya 91 na mstari wa 4. Inasemaje? Kwa manyoya yake atakufunika. Kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Amen. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Amen. 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 Kwa hiyo Daudi, therefore David, Biblia inasema akajitia moyo. He encouraged himself in the Lord. Na ndio Zaburi yake ya 91 anasema, and that's why in Psalms 91 he says, inasema kwake Mungu ndio kimbilio. That in my Father is my refuge. Mabawa yake nitajificha ndani yake. Its wings shall I find refuge. Kwa hiyo anapojitia moyo, anajua Bwana ni mchunga. He knows that God is my shepherd. Pamoja na lawama za watu, together with the blames of many people, pamoja na vita, together with this war, pamoja na mawe, together with stones ambayo ninarushiwa, right now, sitatazama mawe, I will not look at the stones, sitatazama lawama, I will not focus on the blames, lakini kwake nitajificha. But in him shall I hide, chini ya mbawa zake, under his wings, nikijua kwake ninapojificha, I know that in him when I hide, nakuwa salama. I become safe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo Daudi, and therefore David, anasema anajitia moyo. He says that I encourage myself katika Bwana. In the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunapotazama habari za Daudi, when we look at the news about David, tunajifunza vitu vingi. We learn so much. Kuna ndege mmoja, there is one given bird, anaitwa mweu, that is called an eagle or hawk. Yeah. Anaitwa mweu. He's called hawk. Huyu mweu, and this hawk, anafananaga na hii ndege tai. He looks like the eagle. He wants to look like an eagle. Nayo inapandaga juu sana. They also go very high. Lakini tabia ya hii mweu, but this hawk, its character, unaweza kuwa na kitu ikakuja ikakuchukua. You might be carrying something, it will come and snatch you. Tabia yake nayo inaona mbali. Its character is that it sees very far. Anaona kutoka mbali. He sees from very far. Na tabia nyingine anapenda kukaa kwenye matawi. And another thing is that he is used to sitting on the branches of a tree. Na mara nyingi kwenye yale matawi, and in those branches anayokaa, that he stays there, tawi likivunjika, when that branch breaks, yeye angukagi. Tawi linapoanguka, when the branches break, likianguka chini, when it breaks or bends, yeye anaruka. He always fly away. Hautampata, you will not find him analia, that is crying. Hautampata, you will not find him anakata tamaa, that is giving up. Lakini yeye, but him, anaangaliaga tawi lingine. He always focuses on another branch. Ili limekatika, this one has broken down, anaruka kwenye tawi then lingine. He jumps on another one. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hivyo katika maisha ya mtu. That's the way in someone's life. Lazima uelewe. You have to understand. Tunakaa kwenye matawi. That we are standing on a branch. Lakini haya matawi, but these branches, hayakai milele. Are not there forever. Kuna wakati inavunjika. There are time when they. Na wakati inavunjika, when they break, hapo ndipo tutajua nguvu yako. That's the time we will understand your strength. Je, unayo mabawa? Do you have the wings? Au utaanguka chini? Or you will fall down. Unaweza kuwa na mabawa, you might be having wings, lakini haujui kutumia but mabawa. you do not know how to fly. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini huyu ndege anatufundisha, but this bird is showing us, ya kuwa matawi, that a branch yako pale kwa sababu ya muda. Is there for a season.
Lakini kuna wakati yanavunjika. There's a time when it gets sad and breaks. Nataka unielewe vizuri. I want you to understand clearly. Unajua wakati tunaingia kanisani, when we get to church, kila mtu anakuaga na tafsiri yake. Everyone has got its own interpretation of the word. Lakini nataka ufungue masikio hili. But I want you to open up your ears. Ninaweza kuwa nafundisha. I might be teaching now. Lakini ni unabii katika maisha yako. But maybe it's a prophecy in your life. Ya kuwa tawi unalosimamia, that the branch you are standing on, linaweza kuvunjika. Can break any time. Na wakati litavunjika, and when it shall break, utafanyaje? What shall you do? Utafanyaje? What will you do? Utamwacha Mungu? Will you forsake God? Or utajua kuruka? You will know how to jump. Biblia inasema, the Bible says, Yesu anasema, Jesus says, duniani kuna ziki. That in this world there is trouble. Na hii ziki, and this trouble, ni haya matawi, is all about these branches. Hayana uaminifu. They are not to be believed. Kwa sababu kila wakati, because every time unapolikalia, when you sit on it, kuna wakati linaenda chini, there's a time it will bend, na mwisho linavunjika. And later it will break. Ndio maana Mungu, and that's why God akatupatia mabawa, gives us wings. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna watu ambao katika maisha yako, there are people in life, ni kama tawi, they are like branches, ambayo unajua ya kuwa, that you know clearly, this one ni tawi, is my branch. Kwake nimekaa. On him I'm seated comfortably. Kwake ninamtumaini. In him I trust. Ni vizuri sana, it's so good katika maisha, in life, kuwa na wapendwa, to have beloved people, kuwa na watu ambao unawaamini, to have people you believe in. Ni vizuri sana. It's so good. Lakini but atakapokuacha, when we shall forsake you, utakuwa wapi? Where will you be? Utaruka? Will you jump off? Au utaanguka? Or you will fall down? Bwana asifiwe. Hallelujah. Uko na kazi. You have a job. Na hii kazi ni tawi. And this job is like a branch. Na hili tawi, and this branch, umelikalia, you have been sitting na on umekaa ukiwa starehe, and you have seated on it. Lakini jua hili tawi, but no, this unapoendelea kulidimiza, when you continue to sit on it, linavunjika. It is na litakapovunjika, and when it shall break, utaruka? Will you fly? Au utaanguka? Or you will fall? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mara nyingi Ukristo, many times Christianity, umekuwa wa Jumapili, has been a Sunday Christianity. Wakati tunakutana na mambo, when you meet temptations, unaanza kufikiria, you begin to think, ni yule aliyeinua mikono kanisani? Is he the same person that lifted his hands in church? Mbona hana mabawa ya kuruka? How comes they don't have wings to fly? Kwa sababu wakati matatizo yanakuja maishani, when trouble comes in life, Mungu anatupatia neema, God gives us the grace, ya kutoka hapa kwenye hili tawi, able to jump tukaruke kwenye tawi fly lingine. over to another branch. Mungu hataki tustarehe. God doesn't want us to stay Mungu there hataki comfortably. tukalie pale tu. God doesn't want us to stay Mungu there. anataka tutoke hapo, God wants us to tuende viwango vikubwa. level. Na ndio maana ametupatia And that's why he mabawa. has given us wings. Lakini shida, But the problem, wa Kristo, Christians, tumekaa chini. we have sat comfortably. Jumapili tukaambiwa, On Sunday we were told, hakuna dini maskini there is no kama dini ya Kikristo. there's no denomination there's no religion that is so poor like this one of Christianity. Ni aibu kusema hivi. That is so painful to say that. Lakini Mungu hakutaka tuwe vile tu. But God did not want us to be the way we are. Mpaka ukihubiri leo injili, You have to preach to yourself today. Watu wanafikiri unakuja kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wanazani unataka pesa. They think that you are looking for money. Heshima imekwisha.
There is no honor anymore. Lakini Bwana tunayemtumikia, but the God whom we are serving, ni mwenye vyote. is a God of all. Ni mwenye vyote. Is a God that has it all. Na Biblia inasema, and the Bible says, anatuwazia mema, that he has every good plan for kutupa us, tumaini siku zote za maisha yetu. to give us hope of all our lives. Anatuwazia he mema. is thinking well of us. Hatuwazii umasikini. He doesn't think of poverty of us. Hatuwazii kuaibika. He doesn't think of destruction. Hatuwazii mateso. He doesn't think of trouble. Lakini shida, but the problem, ametupa mabawa. he has given us the wings. Lakini haya mabawa, and these wings, hatuyaamini. we do not believe. Kwa sababu alijua ya kuwa, because he knew, hakuna kitu cha umilele. there is nothing that is everlasting under the hawa sun. watu, because these people, wapatie mabawa. there was a time they must have wings. Kwa hiyo tawi linapoanguka, and therefore when the branch breaks, asianguke, he should not fall. aruke, he has to fly na aende mbele, and go to another level. Lakini shida, but a problem is, tunang'ang'ana na tawi, we are always bothered with the ambalo with the tayari limeshuka mpaka that chini, already is bending down, lakini we bado unalishika, but you are still holding on it. bado unalishika. You are still holding on Mungu it. anataka, God wants amini mabawa yako, that believe in the wings you have. toka hapo, Get out of that place, ruka, fly, lakini bado uko pale, but you are still there, kwa sababu kazi imeisha, because the work unang'ang'ania is pale. you no longer have Saa a job. nyingine You still Mungu fight there. anataka Sometimes God wants usiwe nafanya that you kazi, should not be working, uwe mfanya, wewe ndo uwe boss. that you become the boss. Anakuambia toka He tells you hapa, that get out of this place, navunja hii and I'm tawi breaking ili this upande juu, this branch, that you lakini get up, unakataa, but you refuse, unang'ang'ana hapa. and you begin to stay there. Ndio maana umaskini And that's why poverty na tabu and problems ambayo tuko nayo, that we're having today. mtu anafurahia. Someone is very happy. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, There's one person was telling me, unajua hii kazi yangu, you know this my work, niko hapa kwa hii gate, I am on this gate miaka 25. for 25 years. Wewe utanibabaisha. You will not even make Najua me be kila troubled. kitu hapa. I know everything in and out. Alipokuwa anasema, So he was saying this, nilimwangalia, I looked at him, nikatengeza kichwa, and then I wondered at kwa him, sababu aliringa because he was boasting kukaa mlangoni of staying at the miaka gate 25 for 25 years. Hapo anafungulia watu wenye magari, At this point he's opening doors for people who are driving, lakini anapotoka yeye, but when he leaves, anatembea na miguu. he walks on his feet Miaka for 25 25. years. Tawi moja Just one branch ambalo limeshuka chini, that has bent down linakubeba miaka, is carrying you for years, lakini uko na mabawa, but you have wings unakataa and kuitumikisha, you refuse to kuliko use kutoka it. pale Instead of getting out of that place, upande so kiwamo, that you go to another level. unajipiga kifua You are boasting ya kukaa kwa mahali pamoja, of staying in one area, kazi moja, same work, mshahara ule ule, the same salary miaka 25. for 25 years. Bwana tusaidie sana. May help us so much. Kwa hiyo tunaona Daudi, And therefore we look at David. maisha ya Daudi The life of David, yalikuwa ni ya matawi kuvunjika kila it wakati, was a life of branches breaking every time, na yeye alijijua and he knew himself kama yuko na mabawa. that he had wings. Biblia inasema ya kuwa The Bible says kuna wakati ambao Daudi, there's a time when David, baba yake anamwambia, the father tells him nenda peleka chakula kwa ndugu zako. that take this food to your brothers, Na alipochukua chakula and when he carried the food anapelekea ndugu zake, taking to his brothers, alipofika when he got there, akakutana na Goliath. and then he meets Goliath. Wakati mwingine maishani Sometimes in life tunaweza kuchukia Goliath, we might not like Goliath, lakini Goliath but Goliath ni kitu kizuri katika maisha is a ya mtu. good thing or challenge in life. David angekimbia Goliath, if he would run away from Goliath, tusingemsoma leo we will not be reading about him kama today. aliua Goliath. If we could, if he killed Kwa hiyo Goliath, Mungu therefore God, analetaga Goliath he brings Goliath katika maisha ya in the mtu. life of someone. Anapokuletea Goliath, When he brings you Goliath, anataka kukujulisha au kukupandisha he wants to kiwango. remind you and lift you to another level. Bila Goliath Without katika maisha, Goliath in life,
hautapanda kiwango. You will not go to another level. Unajua watu wengi katika maisha, so many people in life, wanapenda level ya juu, they want the higher level, lakini hawajui gharama ya kufika pale. but they don't know how to get there. Gharama ya kufika pale, they don't know the sacrifice of getting there. Hawezi fika pale juu, the sacrifice of getting there, you cannot get there before you meet Goliath. If you run away from Goliath, umeshindwa kufika juu. Then you will not be able to attain. Ukipambana na Goliath, but fight Goliath, utashinda, and then you shall be overcome. Kwa hiyo maisha ya Daudi, and therefore the life of David, yalikuja kubadilika, it came to change wakati anakutana na Goliath. The time when he meets Goliath. Kwa hiyo Goliath, therefore Goliath, ndio anakuwa chanzo, he becomes the cha kumpeleka, he becomes the reason to Daudi lift him, katika ufalme, to lift David to the kingship. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bila Goliath, without Goliath, Daudi asingejulikana. David could not be known. Kwa sababu Daudi, because David, anafanya kazi za kawaida. He was just but a normal person. Alikuwa ni mchunga kondoo tu kama watu wengine. He was just another shepherd like other people. Alikuwa ni mtu tu wa kudharauliwa. He was just another person. Biblia inasema ya kuwa hata baba yake hakumuelewa elewa. And the Bible says that even his father did not understand him. Daudi angefurahia kukaa porini kuliko kukaa na wazazi. This David preferred to stay in the wilderness. Maisha yake yalikuwa ni maisha ya kupapasa papasa. And therefore his life was just a life of not understanding. Lakini siku alikutana na Goliath. But when he met Goliath, siku aliamua kupigana na Goliath. The time when he decided to fight Goliath, siku aliamua kupambana. He decided to face Daudi alijijua. David understood him. Nimekalia kwenye tawi ya kuchunga kondoo kwa muda mrefu. I have been sitting on this branch of being a shepherd. Na hii tawi, and this branch, nimepata neema kwa hii tawi. I have found grace on this branch. Kwa hii tawi. I have fought on this branch. Lakini sasa, and now, sistahili kukaa hapa. I should not continue lazima sitting there. Nitumie mabawa. I have to use my wings. Nipande kiwango. To go and fly higher. Amini mabawa unayo. Believe in the wings you have. Mungu amempatia kila mmoja mabawa. God has given each one of you a wing. Lakini inategemea. But it only depends. Unaiamini? That do you believe in it? Or you do not believe. Lakini Daudi, and David, anaua Goliath. He kills Goliath. Nimekwambia Goliath, I told that Goliath ni neema ya kukufikisha mbali. It's a grace to let you get somewhere. Goliath anakujulisha na watu wakubwa. He is there to introduce you to people who are. Goliath anakuheshimisha kwa watu. He makes you honored before men. Nataka uelewe hivi. I want you to understand this. Si wewe unalia majaribu. That today you are crying of temptation. Majaribu mengi, so much troubles, mapito mengi, all the troubles, ni mlango wa kukufikisha mbali. Is a door to let you get to another level. Lakini ukitaka kukaa kwa starehe, but if you want to stay comfortable, mahali watakubembeleza, a place where people shall pamper you, hakuna nafasi unaendaka. There's nowhere you will go. Mtu yoyote wa kubembelezwa, anyone who is there to be, mtu ambaye unaongea na yeye dakika moja machozi linamwangika, one person you talk to today and is already crying and tears coming down, mtu ambaye unamuonya, the one that you want today, anakuwa mkali sana, and becomes so anataka ajitetee sana, and then he began to, unajua unaweza pigana vita ambavyo, you know, you can fight a war that is meaningless. Kimwangalia Daudi, when you look at David, amekaa chini, he's sitting down, hao watu wanamlaumu, these people are blaming him, hao watu wanaamua kusema watampiga na mawe, to stone him. Lakini David, pamoja na hasira alikuwa nayo, all the anger he had, pamoja na vile watu wamemgeuka, together with the way people had changed, kujitetea, he didn't want to lakini talk about himself. But he says, najipa moyo that I encourage myself katika Bwana, in the Lord. Anaamua he decides kuachana na hizi kelele to let this noise go. Si kila kelele, it's not every noise au vita yoyote, or any war that you're supposed to fight. Vita kubwa, so the biggest war ni Goliath aliyemelea, is Goliath that is ahead of you. Wewe ukianza kupigana na vita tudogo, you begin to fight these small wars, tutakuchelewesha, it will make you be late, delay you, that you don't get to your destiny in your life. Kwa hiyo Daudi, therefore David, alipomaliza kumuua Goliath, after he had fought Goliath and killed him, akakutana na Sauli, he meets Saul, mfalme, the king. Kumbe
kumbe Instead, mapito ninayoyapitia, the temptations and troubles you're going through, ambayo nimefunga na kuomba, that I've been fasting and praying, haitoki, does not depart. naiombea miaka mingi, I've prayed for it for long, haitoki. it is not leaving me. Natoa sadaka, I've been giving, haitoki. it is not leaving me. Imesimama mbele I yangu. have stood. Kumbe Instead, nilijifikiri ya kuwa Mungu hasikii, I thought that God does not lakini listen. kumbe But instead, kile ambacho Mungu amekiweka whatever God has ni put kunipa nguvu is to give me ya strength kujiamini kwenye to mabawa believe in yangu, my wings, nikijua ya kuwa to understand lazima nitumie mabawa that I haya have used to my nitoke wings kwa haya to mapito. get out of this temptation. Mateso The yanayeinuka trouble that is ni rising Goliati is Goliath ambaye atakujulisha that is reminding kwa you mfalme. that you have to be the king. Anasifiwe. Hallelujah. Chakula humu Mungu. Don't blame God. Ukiona vitu umeombea miaka mingi havifanyiki, You see things you've been praying for so long and they're not geuza maombi yako. Change your prayer. Geuza maombi yako. Change your prayer. Mwambie Bwana, najua huyu ni Goliath. And I know that this is a Goliath. Na watu wengi wamemwogopa. And so many people are afraid of Hata him. mimi napomwangalia And when I look at simuelewi. him, I don't understand. Lakini Bwana umenipatia But mabawa. God, you have given me wings. Na umenipatia nguvu. And you've given me strength. Sitakimbia. I will not run Sababu away. nikikimbia Because if I run, sitaonekana duniani. I will not be seen in the world. Sitajulikana I will duniani. not be known in the world. Lazima nimpige. I have to beat him down. Wakati unamkata kichwa, And when you cut his neck, utakutana na Sauli. you will meet Saul. Utakutana na Sauli. You will meet Saul. Maisha tunayoishi The life that you are living sio kama movie is not like a movie. ambayo kitu kinafanyika mara moja. That something happens once. Maisha tunayoishi The life you are living sio kama vile Twitter. is not like Twitter. Maisha The tunayoishi life we are living sio kama WhatsApp. is not like the WhatsApp. Maisha tunayoishi The life we are living sio kile chote ambacho unajua, is not everything that you know. lakini maisha But the life ni vita. is a war. Na hivi vita And this war, lazima tuwe na mabao. you have to have wings. Na hii mabao And these wings, lazima tuiamini. we have to believe in them. Uko na Yesu, You have Jesus, lakini Yesu wako but your Jesus ni wa wakati fulani. is for seasons. Wakati mwingine And some other huyu times, Yesu unaona this Jesus, you hiki look ni at him and kama say, no, hakiwezi. this one Jesus cannot do Lazima it. nitafute I have plan to B. find another plan B. Daudi, And David, Sauli anampenda. Saul loved him. Sauli anamkaribisha. Saul welcomes him home. Sauli anampigia makofi. Saul is applauding him. Lakini katika hiyo hali But in the same state, Daudi akaona amefika. David thought that he had come Amekuwa to it. kwenye tawi lililo imara, He has come now to a branch that is strong. lakini haikukawia. But it didn't take long. Maisha tunayo The life we have ni ya vita kila siku. is full of war every day. Unashinda hiki, You defeat this one today, kingine kinainuka. and another one rises. Unashinda hiki, You overcome this one, kingine kinainuka. another one rises. Tutapumzika We shall only rest wakati tutafika in the mbinguni. time when we get to heaven. Ndipo That's tutakapopumzika. when we shall have rest. Kwa hiyo kuna watu Therefore, wanajidanganya. there are people who are lying to themselves Unapokutana na Sauli that when you meet David, ambaye uliataka sana ukutane that naye, you ever yearn ni to have mfalme in life. ndio, Yes, he's a king, lakini jua ya but kwamba know that tawi hilo linaweza kuanguka, that branch can break anytime. na watu wengi hawajui hiyo. And people don't know that. Anapofika kwa Sauli, When it comes to Saul's anapofika kwa place, when ufalme, it comes to the anamsahau palace, Mungu, he forgets God. anaamua kukata mabawa. He decides to Anasema, cut off the nimefika. wings. He says that I'm now there, I've arrived. Kuomba hataomba, And he will never pray. kutoa hatatoa, He will never give. kumtafuta Mungu hatamtafuta, Searching kwa for the sababu Lord, he will never tayari get. amefika kwa Because he knows that he Sauli. has come to the level. Niko kwenye kiwango kikubwa, I've come to the Niko highest level. juu. I am now high. anakata mabawa. And then I cut off my wings. Biblia inasema
The Bible says, wanawake wakaanza kuimba. These women began to praise or to sing. Wakaanza kumsifu Daudi. They began to praise David. Sauli akasikia. And Saul heard of it. Inakuwaje wamsifu huyu? How comes they are praising this man? Ya kuwa ameua maelfu. That he has killed thousands. Mimi nimeua tu elfu. And he has killed thousands. Mara nyingi katika maisha, many times in life, unasemaga wa kwanza watakuwa wa mwisho. You always say that the first will be the last, watakuwa wa kwanza, and the last will be the first. Unaweza kuliongea. You can say it lakini easily. Hilo jambo ni gumu. But that thing is wakati hard. Wakati linapoanza kufanyika, when it begins to happen, unapatikana kuwa na maadui. You realize that maadui wanakuwa wengi. There are so many enemies that rises. Kwa hiyo Mungu anaanza kuinua Daudi. God lifts David. Sauli and Saul kaanza kumwangalia, is now looking at him na macho mengine with a different Sauli anaambia and David, Saul watumishi says, wake, tells his servants, nataka kuangamiza huyu mtu, I want to kill this young man, lakini nendeni mkamwambie, but go and tell him mimi nampenda, that I love him so much, na ninataka nimpatie, and I want to give him mtoto wangu, my daughter. Daudi aliposikia and when David heard of this, akaumia, akasema mimi ni maskini. He felt so painful and he said that I'm a poor man. I cannot marry a princess. Lakini Biblia inasema ya and the Bible says, Sauli and Saul, akajua hii ndio mbinu ya kumuua. He knew that this is the only way to find him. Akamwambia kuna mali kidogo tu utafanya. There is just something small you will do. Na hii mali, and this kind of ni kwenda kwa Wafilisti. This thing you will do, you'll go to the Philistine. Ukaniuie ukawatairi. You go and circumcise them. Alafu lete zile ngozi, and then bring those skins, ngozi zao za watu 100 of 100 people. Kwa hiyo alipokuwa na mtuma, therefore when he was sending alijua him, atakufa. He knew that he will die there. Lakini hakujua, but he didn't know, ana mabawa, that he had wings. Usikate mabawa. Don't cut off your wings. Kwa sababu umefika kwa mfalme. Because you have come to the king. Utahitaji hayo mabawa. You will need those wings katika maisha yako. In your life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati Mungu anakupatia Goliath, when God gives you Goliath, lazima atakupatia Jonathan. He will also give you Jonathan. Goliath amekufa, Goliath is dead. Jonathan akakuwa karibu ya Daudi. Jonathan became a friend to David. Na huyu Jonathan, and this Jonathan, alikuwa anamuibia siri. He always gave him secrets. Na huyu Jonathan, and Jonathan, aliambatana na yeye. He was a friend to him. Na anamwambia moyo wangu, and moyo he told wako, him that my heart, moyo wako, your heart, chochote utakachokitaka, anything you will need, mimi nitakupatia, I shall give to you. Sasa Daudi, therefore David, alifurahia Sauli. He was so happy about Saul. Sauli alikuwa ni tawi. Saul was just but a branch. Lakini tawi likavunjika. But a branch broke. Anaanza kukimbia. And then he begins to run again. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Anaanza, he begins kukimbia, to run. Ile hitaji uko nayo, that desire you have, wakati Mungu anakujibia, when God answers it, usikate. Don't cut your wings. Tuko kanisani wengi. We are so many in church today. Kwa sababu tuna mahitaji tunaombea. Because we have desires we are praying for. Wakati tunapojibiwa, and when they are answered, hata utakapopigiwa simu na mchungaji, even when a pastor shall make a call, hutaki kushika, unaona, you will not have that call because you think, unakataa kushika simu. And then you refuse completely not to have that call. Utaki kuingia kanisani. You don't want to come to church. Utaki tena kumwabudu Mungu. You don't want to worship God. We kata hiyo cut those wings then. Utashangaa. There's a time you'll wonder. Utashangaa. You will wonder. Daudi anapigiwa makofi. And David is applause. Sauli anamkaribisha. Saul welcomes him. Lakini ile tawi ikavunjika. But that branch breaks. Katika maisha, in life, nataka unibariki. I want you to bless me. Nataka uwe rafiki yangu. I want you to be my friend. Nataka tutembee na wewe katika safari. I want us to work together in this journey. Nataka kila siku nikuone. I want every day to see you. Lakini ukivunjika, but when you break, sitakaa hapa. I will not stay there. Nitaendelea. I shall continue. Kwa hiyo Mungu anaposababisha, therefore when God causes, yule aliyekuwa baraka, the one who was a blessing, aliyekuwa nakupatia, the one who was giving you, when he breaks, ni tawi, it is a branch. Tumia mabawa. Use your wings. Endelea mbele. Continue to fly.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuko watu wengi. There are so many people. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa anasimama na yeye, because the person was standing with him, now he's left. Anabakia pale. He stays there in one place. He sits down. Analia pale. He begins to cry more. Oh, ulipewa mabawa. You are giving your wings. Kwa sababu Mungu anajua. Because God knew tawi alikai. that branch will not stay. Tabia ya tawi. The problem with a branch, there's a time when it gets dry and then breaks down. Kwa hiyo kuna matawi mengi. There are so many branches. Ili likivunjika, when this one breaks, hata kama ulipenda sana, even if you loved so much, hata kama ulitaka kutembea you really wanted to walk with this person, hata kama ulitaka kuishi naye, you really wanted to stay with him, kwa sababu limevunjika, but because it's broken, ruka. Can you fly off? Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ruka. Fly away. Biblia inasema ya kuwa Bible says Daudi akaruka, and David flew away. Alafu Daudi, kitu kinanishangaza, and what makes me wonder about David is when the war was so much, akakimbilia kule kwa Wafilisti. He ran towards where the Philistines were. Usikimbie haraka. Don't be so fast to run. Kwa sababu kuna milango ambayo Mungu anakuweka hapo. Because there are doors where God he puts you there. Kwa sababu because for a reason. Ameshaua Goliath. He has killed Goliath. Lakini hapa anasema, but here he says, acha nirudie kwa Wafilisti. Let me go back to those enemies who are Philistines. I went back to the enemies again. Anasema Bwana, afadhali tujiunge pamoja. He said, let us be together, Bwana. Juu huyu mtu ananifuatilia sana. Because this person is after my life. Acha nifanye nikimbie. Let me run. Nipate amani. That I find peace. Lakini mahali anapoenda, but where he ran to, bado tu ni kwa madui. Is still full of enemies. Lakini mahali alipofika kaomba wampatie fasi. But wherever he came to, he asked for a space. Na wakampatia. And he gave him a place. Na mahali walipompatia, and the place he was given, katika mji huo, in that city, ndio mahali ambapo vita vilikuja, watu wake wote wakachukuliwa. That was the place where war rose and his people, all of them were taken away. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini Daudi hakuchoka. But David did not give up. Akajitia moyo. He encouraged himself katika Bwana. In the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Na kujitia moyo katika Bwana. And encouraging yourself. Akarudi kwa Bwana. He went back to him. Akamwambia, nikienda. And he asked him, if I go, nitawapata? Shall I find them? Bwana akamwambia, ndiyo. And the Lord tells him, yes, you shall restore them. Kizuri cha Daudi, the good thing with David, hakukata he did not cut off his wings. Kila tawi linapoanguka, every branch when it falls down, anarukia kwa tawi lingine. He jumps to another one. Likikatika hili, when this one breaks, anaruka kwenye tawi lingine. He jumps to another one. Nataka tukukwambia kitu. What am I telling you? Tunaishi katika dunia, we are living in a world ambayo upende usipende, that you like it or not, ukiweka kitambaa hivi, if you put something bakia, and release it, it will not stay there. Kinashuka chini. It will come down. Hivyo ndo tunapigana na hiyo maisha. And that's how we are fighting with this life. Kila unapojaribu kuweka, every time you try to go up, haibaki juu. It doesn't stay there. Na kwa sababu haibaki juu, and because it doesn't stay up, lazima tuwe na mabawa. You have to have wings. Kwa sababu hii mabawa, because these wings, itatufanya tubaki juu. It will cause us to stay up. Kawaida ya dunia, the normal thing in life, hakuna kitu kinabakiaga juu. There's nothing that remains on top jiwe, here. When you throw a stone up, it will still go down. Lakini ukiwa na mabawa, but when you have wings, utabaki juu. You'll stay up there. Praise the Lord. Ukiwa na mabawa, if you have wings, utabaki juu. You'll stay up there. Lazima utumie mabawa. You have to use your wings ambayo Mungu amekupatia. That God has given you. Pamoja na mapito, together with all these temptation and challenges, you have the wings. Mungu hataki mtu kuaibika. God does not want you to remain the normal Mungu person. Hahitaji wewe ulie. God doesn't want you to Mungu cry. hahitaji wewe uanguke. God doesn't want you to fall. Ndio maana amekupa. And that's why he has given you wings. Amekupatia nguvu. He has given you power and strength. Lakini jiamini. But believe. Jiamini. Just believe. Hiki kikifunga, that if this door closes, mlango utafunga. This other one will open. Hapa pakifungwa, if this one is closed, Mungu atafungua. God will open another one.
Na ukijua hivyo, and if you understand that, utamtumikia Mungu, you will serve with the Lord. Hautaishi maisha ya kuwalaumu watu. You will not be there to blame people. Nimeacha kanisa kwa sababu ya wachungaji. I have forsaken the church because of pastors. Nimeacha kanisa kwa sababu wametoa. I have forsaken the church because I've been giving. Nimeacha kanisa kwa sababu ya hiki na kile. Because of this and that. Niliomba mtoto lakini sijapata mtoto. I've not found one. Acha kulaumu. Stop blaming. Acha kulaumu. Stop blaming. Uko na mabawa. You have wings. Nikikosa hapa, if today I miss, hapa, if this branch breaks, Mungu amenipatia tawi. God has given me another branch. Lazima nitaruka. I have to jump na pale over Mungu atanishika mkono. And God will hold my hand. Kimwangalia Daudi katika safari yake, David in his journey, ilikuwa ni safari ya kurukaruka kwenye matawi. It was a journey of jumping from one branch to another. Na ndio maana anasema, that's why he says, hata kama nikipita, even if I go through kwenye bonde la mauti, in the valley of death, sitaogopa. I shall not be afraid. Kwa maana mimi ninajua, because I know Bwana yu juu. The Lord is upon me. Na huyu Bwana aliye juu yangu, and the Lord who is upon me, He gives me strength to fly. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mbona unalaumu? Why are you blaming? Mbona una furaha? Why don't you have no joy in you, and you have wings, and the Lord is with you? Tuna matatizo leo. We have so much trouble today. Niliongea. Last Sunday I said, vita vitatu ambavyo dunia inapiga mwanadamu. We talked about 3 wars that are happening in this world. But the second one ni ya mtu mwenyewe binafsi. Is you against yourself. Mawazo yako, your thoughts, akili yako, your way of thinking maisha yako. Is really there to, mpaka unaumwa. You even go through pain. Kila wakati. Every time. Unaona umekuwa mkubwa. You find yourself becoming fat or big in size, and you think you unaona maisha yamefika mwisho. Life has come to the end. Unaona ni kana kwamba hakuna kitu. You think that there's tumia mabawa. Use your wings. Uruki. That jump. Tumia hayo mabawa. Use those wings. Acha kukaa na mawazo. Don't stay there and overthink. Unaona vile tunaangalia hapa. You see the way we looking at one another here. Utajua tu mtu mwenye yuko anapigika peke yake. You will know that person suffering in that war, fighting against himself. Hapo vile vita ni vikali. And that war is so hard. Lakini aliye pembeni yake, but whoever is close to him doesn't know. Kuna vita vibaya kama hivi. There's no kind of a war like this. Kwa sababu hakuna mtu atakuja kukomboa hapa. Lazima wewe mwenyewe umwamini Mungu aliyekupa mabawa, the one who gave you wings, toke kwenye hili tawi ambalo linakutesa, that is making you go through trouble and suffering you. Kwenye tawi lingine jump to another one litakuonesha ukuu wa Mungu, that will show the greatness of God, litakuonesha baraka, will show the blessings of God, litakuonesha utukufu wa Mungu, will show the glory of God. Toka kwenye hili tawi. Get out of this branch. Unakosa usingizi. You don't have sleep. You're sleeping because of the war against yourself. Unapigana. You fight. Ukiangalia taarifa ya habari, when you look at the news, TV ni yako linunua. Your TV is yours. Ukiona watu wanauana mle ndani, maisha yao yamekuwa magumu. Zima. Can you put it off? Simu yako. It is yours. Zima. Put it off. Fungua Biblia. Open up the Bible. Anazungumza nini? What does the Lord say? Anasema hata mambo yakibadilika, when things change, hata kama bahari zitafurika, even when the mwenye haki ataishi kwa imani, even that one who is righteous shall be saved. Lakini unakuja hapa, but you come here, hata wakikusalimia, even when they greet you, unakuwa unasalimia mtu hivi. You greet someone in a mood. Mtu akikwambia kitu sasa, if they tell you how are you, nafanya hivi, you just wing. Hautaki kumjibia vizuri. You don't want even to answer him well. Unajua ni kosa heshima. You know that is being proud of. Nikikuona mara mbili unanifanyia hivi, honor. Sitakuongelesha. I tell you, if I greet you and you show me such a face, things like those ones, I'll not again talk to you. Silaumu watu. Don't blame people. Mungu akupatia mdomo ongea. God has given you that mouth to speak. You there keeping quiet. Uko na mabawa. You have wings. Toka kwenye hili tawi. Get out of this wing, this branch. Jump to another blessed branch. Baraka zote tuko nazo. Blessings, we all have them. Mungu ametupatia. God has given us. Tuzitumie. Let us use them. Lakini kama hutazijua, but if you not know, utaishi maskini. You shall stay poor. Utaishi na mateso. You shall stay in trouble. Ukiona wengine wakishuhudia, when you see other people testifying, people being blessed, kwa sababu wameamini because they have believed in their wings. Nikikosa ni chakula, if today I miss a food or a meal, hapa here, narudi kwa Mungu. I shall go back to God. Namwambia Mungu, and tell him, God,
Nipatie nguvu ya kuruka. Give me the wings to fly. Niende mahali ndapata chakula. I shall go fly to a place I shall find food. Na utaona Mungu analeta chakula. Then you'll see God providing. Lakini acha kubakia kwenye matao kila siku Don't remain there. Every day you are having pressure, suffering from pressure. Kila siku kichwa every day kinauma. you're having headache. Juu ya vita. Just because of the war in yourself. Toka hapo. Get out of that place. Uko na you have wings with you. Yule anakuacha. The one who has forsaken you. Mungu anasababisha akuache. God has caused that. Sijazungumzia ndoa. I'm not talking about marriage. Kila mara naongeaga. I always repeat this, please. Msini. Don't overquote me or misquote me. Lakini yoyote, but anyone ambayo unakutana naye katika maisha, that you meet in life. Katika umri niko nao. You see, in the age that I'm in, nimekutana na matawi mengi. I have met so many branches. Unakaa kwenye hili tawi. And you stay on this branch. Unaona kabisa huyu. And you see that this one, nitaenda naye. We shall go far. Nitasimama naye. He shall stand with me. Huyu mtu, this person, nikiwa na shida, if I have a problem, he shall help me. Unakaa na hilo tawi. But you stay with that branch. Lakini likivunjika, but when it breaks, hautalia. You will never cry. Naruka kwenye lile. You jump to another one. Na lile lenye utarukia. And the one you will jump on, utapata kuna baraka kushinda hapo. You will find there's a blessing bigger than this one. Usingangane pale unangangana. Don't fight over whatever you're fighting over. Usiendelee kukaa pale. Don't continue there, staying there. Use your wings to fly, so that you get your destiny of your life. Mungu awabariki. God bless you.